yakiingia masiku 10 ya Dhulhijja, ni kipi tunakifanya na nini tunaelekeza katika masiku hayo 10? Allah anasema wadhkurullah fi ayamin ma'dudat, mtajeni Allah katika masiku yanayohesabika. وقال الله جل في علاه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. Allah anasema ili watu washuhudie manufaa na wamtaje Allah katika masiku ambayo yenye ni maalumu, ambayo ni haya masiku 10 ya Dhulhijja. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، enyi ndugu zangu katika iman, Waislamu katika zama tulizokuwa nazo wamejisahau na maelekezo ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuleta takbira ndani ya masiku ya Dhulhijja. Yakiingia tu ni sunna na malipo yake ni makubwa, lakini wengi katika Waislamu la yaalamun, hawajui kuhusiana na jambo hilo. Qala Maimun ibn Mihran, tabi'i, mmoja katika wanafunzi wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema adraktu nnasa, nimewashuhudia watu mimi, wa innahum, na watu hao wao, la yukabbiruna fil ashr, wanaleta takbira kwa wingi yanapoingia masiku 10 ya Dhulhijja. Waislamu, yatakapoingia masiku 10 usipoteze muda. At-takbiru al-mutlaq, popote ulipo, sokoni unaleta takbira, nyumbani unaleta takbira, kazini unaleta takbira, njiani unaleta takbira. Hiyo ndiyo sunna. Waalamu anna takbira ibada, na kuleta takbira ndugu zangu ni ibada kubwa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, moja katika masiku alipita kwa Abi Huraira wa huwa yaghrisu gharsan, na Abi Huraira alikuwa anapanda katika kitu alichokishika, anapanda katika ardhi. Faqal, Mtume Muhammad akamwambia, ya Aba Huraira, ma alladhi taghris, kitu gani unapanda wewe? Faqultu ghirasan li, napanda kitu ambacho katika mbegu niliyokuwa nayo. Mtume Muhammad akamwambia, ala adulluka ala ghirasin khairun lak, hivi nisikujuze kitu ambacho utakipanda ni bora zaidi kuliko hicho? Abi Huraira akamwambia, ya Rasulullah, man hadha, kitu gani hicho? Qala Abu Huraira anamwambia Mtume, bala ya Rasulullah, nitajie kitu gani hicho? Qala, Mtume akamwambia, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, yughris laka bikulli wahidatin shajaratun fil janna. Maneno hayo ukiyataja utapandiwa katika pepo mti kila neno moja. Akthiru min at-takbir, kithirishani takbir yanapoingia masiku 10 ya Dhulhijja. Watahlil,
والتعميد فإنها كلمات عظيمة. maneno haya ni maneno mazito. Wa sha'ira min sha'airillah, na ni katika nembo na kauli mbiu za Allah jalla fi ula. Wa'lamu, na kaeni mkijua, anna Allah amarakum biamrin adhim, Allah amewaamrisha kwa jambo kubwa. Ibtada fi nafsihi, ameanza nalo jambo hilo yeye mwenyewe. Qal, amesema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين ونقص أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. Kishki TV, nuru ya dini yako.